baba ndiye anatoa discipline. Nidhamu ya kifamilia inawekwa na baba. Baba ndio kiranja wa familia. Anatakiwa kuweka utaratibu, kuweka order, kuweka sheria kwamba tunaishi hivi kwa kanuni hizi, familia itaendeshwa hivi na hivi na hivi, katika hali ya kuweka utaratibu na mifumo ya namna familia inavyokwenda. Kwa hiyo baba ni law giver, ni mtoa sheria, ndio mtoa sheria. Mama atakachokifanya ni kuenforce na kuitekeleza na kuhakikisha kwamba ile sheria imefanywaje, imetekelezwa. Mtazamaji, mimi ni Abel Sidi Loasa na hii ni Asalo TV Online, na leo tunazungumzia kuhusiana na nafasi ya baba kwenye malezi. Kwa karibu sana ili uweze kujua mengi, hasa kwamba baba ana nafasi gani hasa kwenye malezi. Naam, na leo kwenye mada yetu tupo na mchungaji Innocent Moses ambaye pia ni mwandishi wa vitabu na ni mshauri pia wa mambo ya familia. Tukasema leo tuzungumze naye atufundishe kidogo hasa kuhusiana na malezi ya baba kwenye familia. Karibu sana tuweze kuungana na mchungaji Innocent Moses akitufundisha kwa siku hii ya leo. Kumbuka hii ni Asalo TV Online, usisahau kusubscribe na kulike. Asante sana. Kwa majina naitwa mchungaji Innocent Moses. Mimi ni mchungaji, ni mwalimu pia wa neno la Mungu, lakini pia ni mshauri wa masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya mahusiano na masuala ya familia. Tunapojadili kuhusu nafasi ya baba au mwanaume katika malezi ya kifamilia, kwanza kabisa tutambue kwamba Mungu alipoumba mwanadamu alianza kumuumba mwanaume, na baadaye alivyomuumba Adam akamleta Eva au Hawa, na Hawa wawili basi wakaanzisha familia, wakazaa watoto. Kwa hiyo nafasi ya baba kwanza kabisa kama kichwa cha familia ni nafasi ambayo ni muhimu sana, ambayo haitakiwi kupuuzwa. Lakini pia ukisoma Waefeso 3 sura ya 3 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba baba yetu wa mbinguni ambaye ni Mungu, ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa kwa jina lake, unatokana na yeye. Kwa hiyo baba katika familia ajitambue kwanza kwamba ni picha ya Mungu, ni sura ya Mungu, ni duplicate ya Mungu, na nikisema ni photocopy ya Mungu katika familia yake, kwa sababu Mungu wa mbinguni anaitwa baba. Kwa hiyo wewe baba wa familia, wewe ni chapa ya Mungu kwenye familia yako. Kwa hiyo unaweza ukaona umuhimu wako na nafasi yako katika familia. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 18 ule mstari wa 17 mpaka 19, Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba nawezaje kumficha huyu mtu jambo nilifanyalo, kwa sababu ninajua huyu ndiye atakayewaagiza wanawe waweze kuzishika amri zangu, kushika sheria zangu. Na katika malezi yale Mungu anasema kwamba Mungu angeweza kumtimizia ahadi zake Ibrahimu kupitia uzao wake. Sasa wa uzao alitakiwa uandae yeye kama baba, alitakiwa ajishughulishe kulea, kuweka ule uzao wake katika mazingira ambayo ungeweza kurithi sasa zile ahadi za Mungu. Kwa hiyo nafasi ya baba ni muhimu sana. Nigusie pia kwamba baba ni nani kwanza. Baba katika familia, kumbuka kabisa kwamba kuanzia kwenye hatua za awali kabisa za mimba au za ujauzito, baba ndiye anayeamua jinsia ya mtoto. Uamuzi wa jinsia ya mtoto uko ndani ya baba, sio mwanamke. Wanasayansi wanaonisikiliza na madaktari wanaweza wakaweka vizuri haya mambo, lakini ndivyo ilivyo kwamba jinsia inaamuliwa na baba. Mwanamke mifumo yake ina jinsia moja tu, lakini mwanaume ndiye ambaye amechanganya. Kwa hiyo ndiye katika ule mchanganyiko wa kupata mtoto ndiye ambaye anaweza kubalance au kumechi ili ya kwamba ipatikane jinsia ya kiume au ya kike. Kwa hiyo tuanzie huko mbali kwamba nafasi ya baba inaanzia huko. Lakini pia baba ndiye anatoa nini? Utambulisho wa mtoto. Identity inatoka kwa baba. Thamani ya mtu anapewa na baba. Baba ndiye anampa thamani, lakini baba ndiye anampa mtu usalama, security ya mtu anapewa na baba yake. Kwa hiyo baba ana nafasi muhimu sana. Lakini pia baba ndiye anayetoa jina. Jina linatoka kwa baba. Jamii nyingi sana hata kwenye Biblia utaona kabisa kwamba baba ndiye
toa jina, ukoo wa baba ndio unampa jina yule mtoto aliyezaliwa. Kwa hiyo hayo ni mambo mengi sana ambayo tunaweza kuzungumza kuhusu nafasi ya baba. Lakini pia tunapokuja kwa watoto wa kiume, baba ndiye anatoa ndiye mfano wa kuigwa. Baba ndiye kielelezo. Mtoto wa kiume anaiga kwa baba kwa sababu ndio jinsia inayofanana naye. Kwa hiyo yale mambo ambayo baba anayafanya, akiyafanya vizuri, watoto wale wa kiume wanamuiga baba yao kwa mazuri. Wanakuwa wakiwa na picha ya ubaba wa baadaye. Kwa hiyo kuanzia sisi, pengine tuseme sisi hata watu wazima tulivyo, yamkini ni sura ya baba zetu. Yamkini mapungufu tulionayo yanawezekana yanatokana na jinsi baba zetu walivyofanya. Au kama kuna mahali tuna uwezo wa kujiamini, wa kufanya mambo kwa kujiamini na kwa mafanikio, inawezekana sana ni nafasi ya baba. Kwa sababu baba ndiye anayekuwa role model wa kila mtoto wa kiume, na kila mtoto wa kiume anataka kufanana na baba yake, kama ni kwa mazuri ama kwa mabaya. Na kanuni hiyo inatoka kwa Yesu mwenyewe. Anasema kwamba Yesu hafanyi lolote isipokuwa lile ambalo ameliona baba akifanya. Kwa hiyo hata mtoto anaangalia baba anavyofanya, naye atafanya hivyo hivyo. Akiona anavyompiga mke, huyo mtoto ataenda na yeye baadaye akiwa mtu mzima, atasema niliona baba akimdunda mama. Sasa naye anaanza kumdunda mke wake kwa sababu ndicho alichojifunza kwa baba. Na mambo kama hayo. Kama aliona ukatili kwenye familia, baba akiwa katili katika familia, mtoto wa kiume anaondoka na hiyo picha. Atakapooa tu na kupata watoto, ataanza kuwa mbabe na katili kama baba yake. Kama ali experience upendo na kadhalika, huyo mtoto naye future yake itakuwa ni future ambayo imebebwa pia na ile hulka ya upendo wa baba yake. Lakini pia baba ndiye anatoa discipline, nidhamu ya kifamilia inawekwa na baba. Baba ndio kiranja wa familia. Anatakiwa kuweka utaratibu, kuweka order, kuweka sheria kwamba tunaishi hivi kwa kanuni hizi, familia itaendeshwa hivi na hivi na hivi, katika hali ya kuweka utaratibu na mifumo ya namna familia inavyokwenda. Kwa hiyo baba ni law giver, ni mtoa sheria, ndio mtoa sheria. Mama atakachokifanya ni kuenforce na kuitekeleza na kuhakikisha kwamba ile sheria imefanywaje, imetekelezwa na kuheshimiwa na familia. Lakini baba ndiye anayetoa sheria, kama ambavyo Mungu wa mbinguni ndiye aliyetoa sheria ya namna watu wanavyotakiwa kuishi duniani. Lakini pia baba ni covering. Baba ni kama mwavuli wa familia, ni mwavuli wa watoto wake. Watu wako salama sana wanapoona baba yao yuko karibu nao. Baba anawapenda, anawajali, anawapa mahitaji, anawaombea. Lakini pia nikumbuke kitu kimoja, baba ni nabii wa familia, ndiye prophet wa familia. Kabla hujaenda kwa nabii X, baba ndiye prophet wako namba moja. Na baba jitambue kwamba wewe ndiye prophet wa familia yako. Itabiri juu ya familia yako. Ukiwalaani wanalaniwa, ukiwabariki wanabarikiwa. You are a prophet. Lakini pia wewe ndio mfalme. Wewe ndio mfalme. Baba amebeba kofia 3 za theokrasia, utawala wa Mungu, kwa maana ya ufalme, mfalme, nabii na kuhani. Baba ndo nabii wa familia, ndo kuhani wa familia, ambaye anasimama kwa mbele za Mungu kwa niaba ya watu. Baba ndio mtawala kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo familia ni theokrasi, ni utawala wa Mungu kwa ajili ya Mungu, unaotokana na Mungu ndani ya familia. Lakini anayesimamia hayo yote ni baba. Niseme kuhusu watoto wa kike, baba ana nafasi gani kwa mtoto wa kike? Unaweza ukasema kwamba baba kwa sababu ni wa kiume, basi watoto wa kiume ndo wakimkosa wanafanyaje? Wanapata shida peke yao. Lakini hata watoto wa kike wakikosa sura ya baba pale nyumbani, kuna mambo yanatokea. Jambo la kwanza, mtoto wa kike anapomkosa baba, inawezekana baba hayupo, ametoroka familia, au hajali familia. Kuna kitu inaitwa distant fatherhood. Baba anakuwa wa mbali, ni yeye anaonekana anatoka asubuhi anarudi jioni, hana muda wa kukaa na watoto na familia, ni mtu tu ambaye yuko mbali. Mpaka watoto saa nyingine, mtu mmoja nilisoma kitabu kimoja, mtoto anauliza, mama, hivi yule baba anayekuja kulala hapa nyumbani ni nani vile? Yani huyo ni baba yake. Lakini anamuona anaingia anakutoka. Kwa hiyo namuuliza, mama, kuna yule baba anayekuja kulala hapa nyumbani kwetu,
kumbe ni baba yake. Na mwingine akasema, wengine wanasema shikamoo anko, wanakutana na baba yake koridoni, anamwambia shikamoo anko, kwa sababu baba yuko mbali. Sasa basi madhara ya hiyo distant fatherhood ni yapi? Kwa mtoto wa kike sasa, nijikite kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike anahisi kuachwa na kutelekezwa pale anapomkosa baba. Kuna kuwepo na gap au utupu au ombwe kwenye moyo wa mtoto wa kike anapomkosa baba. Na hilo ombwe sasa linajitengeneza kiasi ambacho yule mtoto wa kike anapokuwa mtu mzima, anapokuwa msichana, anaanza kutafuta kufidia lile ombwe, ile emptiness, ule utupu, ile gap anaijaza kwa kutafuta mahusiano ya baba sehemu nyingine. Yani ile sura ya kiume, ile male figure anaanza kuitafuta sehemu nyingine. Ndio maana unakuta anaanza kuingia kwenye mahusiano ambayo sio salama, kwa sababu ya kufanyaje? Kuna kautupu fulani ndani yake ambako anajaribu kukafidia kwa ile zo sura za kiume zinazoziona. Kwa hiyo baba kaa karibu pia na watoto wako wa kike. Lakini pia kama nilivyosema, kuna haya mambo ya ufuska na mtoto wa kike kuwa na tabia za ovyo, kwa sababu anatafuta kukubalika, anatafuta acceptance ambayo baba ndiye anaiprovide. Baba ndiye anaprovide acceptance kwa mtoto wa kike. Sasa nyingine baba mkumbatie mtoto wako wa kike, mwambie mwanangu, binti yangu nakupenda. Sasa anapokosa hilo neno nakupenda kwa baba yake, anaweza akalikuta huko mtaani alikamfaa sana. Kumbe wanaomwambia wanampenda ni waharibifu. Kwa sababu ile neno nakupenda lilikosa kwa baba. Alikosa kukaa na baba, kucheka na baba, kuona amekaa na sura ya kiume ambayo ni baba yake, akaona upendo wa kweli, sio upendo wa kilagai, akao experience kwa baba. Anapokosa sasa, ndio anaenda unakuta mwanamke au mtoto wa kike ameenda kufanyaje, kufidia ule upendo aliokosa kwa baba kupitia hao watu wengine wa kiume waliovaa suruali ambao ni waharibifu. Kwa unapokumbatiwa naona ni jambo la kawaida. Kabisa, binti yangu nakupenda, wewe ni mtoto wangu wa kike. Yani anajisikia vizuri kwa sababu kwanza anajua kwamba ni salama, ni safe, unaona. Na hivyo kwa hiyo sasa inamjengea hali fulani pia ya ulinzi hata huko nje. Lakini kama amekosa, kuna ile gap iliyoko ndani ya moyo wake. Inafidiwa na yote, inajazwa na yote. Ndio maana anaweza kaingia kwenye nini? Kwenye mahusiano ambayo sio salama. Lakini pia mtoto wa kike akimkosa baba kwa ukaribu, kuna kitu kinatokea. Anakosa ile hali ya kujiamini, anakosa ile thamani, anahisi kwamba hana thamani, hana maana. Unaona, na baadaye inampelekea kufanya maamuzi yasiyokuwa na afya, maamuzi ya maisha yake ambayo hayana afya, kwa sababu alishajiona kwamba hana thamani. Baba yangu yuko wapi? Mbona sijamuona baba? Yani ile absence ya baba kwa mtoto wa kike inaweza ikamwathiri mpaka akaja kufanya maamuzi ambayo ni hatarishi. Lakini la mwisho kwenye haya machache ambayo nataka kusema, nikirudi tena kwa mtoto wa kike, si kwa nini nimeukazia sana mtoto wa kike, labda kwa sababu ni jinsia tofauti. Kuna hili mtu huyu wa kike, huyu mtoto wa kike ambaye alikosa malezi ya baba, anaanza kufanyaje? Anaanza kuwa na negative perception, anaanza kuwa na mtazamo hasi juu ya jinsia ya kiume. Unaona? Anaanza kuwa na mtazamo hasi, mtazamo ambao ni negative juu ya jinsia ya kiume. Na hiyo inaweza ikaathiri nini pia? Ikamwathiri kwenye ndoa. Kwa sababu kwenye ndoa ataolewa na mwanaume tu. Lakini kwa sababu tayari ana negative perception, ana mtazamo hasi, unaweza ukakuta mahusiano yake na jinsia ya kiume, hata kama ni mchumba, hata kama ni mume wake wa baadaye, kwa kuta yako sheki, yani hayako imara, kwa sababu ya ile picha iliyojijenga ndani yake kwa sababu ya absence ya baba, ama kukosa malezi ya baba. Kwa hiyo nafasi ya baba ni muhimu sana katika familia, sio tu kwa kutoa chakula na kuwanunulia watu nguo na kadhalika, lakini pia katika the whole makeup, yani kumjenga mtoto kwa ajili ya maisha yake hata ya baadaye. Na jinsi ambavyo yeye mwenyewe atakuwa huko mbeleni, msingi umejengwa ndani ya huduma au uwepo wa baba katika familia.